Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadumu. Nitekati shida nitakusaidia, nategemea Bwana, ahadi yako hiyo. Na katika uchungu ni heri kuamini, naweka roho yangu kulindwa nawe Baba, uliyenifundisha kuita jina lako, nao natumaini na tegemeo kwako. Ninavyoomba kweli, najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya. Katika shida kali waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Ninavyomba kweli, najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya. Katika shida kali waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, Bwana, wanichukua mimi na masumbuko yangu, Yesu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, Yesu. Navyoomba kweli, najua wayafanya yaliyo mema kwangu, najua wayafanya. Katika shida kali waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, Yesu, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya. Haleluya, wana wa Mungu wapendwa katika Kristo. Ninawakaribisheni tena katika mahubiri haya ya jioni.
Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana wa majeshi azidi kutukuzwa na kutukuka, jina lake liinuliwe. Baba, ninakushukuru Muumba mbingu na nchi, wewe uliye mwema, uliye mtakatifu, uliumba yote ya mbinguni na duniani. Kwa mapenzi yako Bwana Yesu, sisi tena ni wazima. Kwa mapenzi ya Bwana, sote tunaishi kwa saa hizi. Ninaamini wakamba kuna wengi wamekufa duniani, wengine kwa sasa hivi ni wagonjwa hospitalini, wengine kwa sasa hivi wanakimbia vitani, wengine wamefungwa katika kesi za kuzingiziwa. Lakini wewe Yesu Kristo umezidi kutupa afya njema, umezidi kutupa amani na uhuru. Jina la Bwana lipewe sifa, jina lake liinuliwe. Bwana, tunaomba uanze na sisi na umalize na sisi. Tunakemea nguvu zote za giza, tunakemea mapepo, tunakemea wachawi, tunakemea walozi, tunakemea ufalme wa giza na majeshi yote ya kipepo angani, tunakemea mizimu, tunakemea majini. Ewe Bwana wa Nazareti, tunaomba yote ni katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi. Haleluya, haleluya, amen, amen. Yes, wana wa Mungu wapendwa katika Kristo, ninawakaribisheni tena katika jioni ya leo, katika mahubiri haya ya jioni. Yes, tutaenda kusoma maandiko kadhaa hapa, maandiko matakatifu ya Bwana, maandiko matakatifu. Nasi tutaenda kusoma katika kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo 4 mstari wake wa 14. Kitabu cha Yakobo tutaenda kukisoma hapa, kitabu cha Yakobo. Nami hapa ninatafuta kitabu changu, basi tutaenda kukisoma. Wana wa Mungu mahali ulipo, tafuti kitabu hiki cha Yakobo, kitabu cha Yakobo 14. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wake wa 14. Basi kama mwana wa Mungu unayo kitabu chako, mimi nitayasoma hapa, nawe utayarudilia hapo mahali ulipo. Haleluya Bwana. Ninasoma katika kitabu hichi kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wake wa 14 unasema hivi: walakini amjue yatakayokuwako kesho, uzima wenu ni nini? Maana nyinyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha utoweka. Haleluya Bwana. Alafu hapo tutaenda soma katika kitabu cha Wagalatia 2 mstari wake wa 20 hadi 21. Kitabu cha Wagalatia, mwana wa Mungu, kitabu cha Wagalatia 2 mstari wake wa 20 hadi 21. Kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 2 mstari wake wa 20 hadi 21. Haleluya. Ninakisoma kwa jina la Yesu. 20 inasema hivi: na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha haya ninayoishi sasa, naishi kwa imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu. 21, sipendi kuikataa neema ya Mungu. Kama mtu ufanywe mwadilifu kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya. Ninajua kwamba mwana wa Mungu umeyasikia maandiko yalivyosomewa, na ninakukaribisha sana katika mahubiri haya ya jioni, mahubiri haya katika vitabu viwili tulivyovisoma. Ninajua umeyasikia mwana wa Mungu. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Habari njema. Ninawakaribisheni tena wana wa Mungu katika habari njema ya ufalme wa Mungu. Habari njema isiyokuwa na dosari. Wana wa Mungu wapendwa katika Kristo, maisha maisha yetu kama gisi ninavyopiga kengele kila siku, napiga kengele nganga. Maisha yetu ya kiroho
maisha yetu wana wa Mungu, ninavyotizama maisha yetu gisi ilivyo, ninaona ya kwamba maisha ni mafupi sana mwana wa Mungu. Ni mafupi. Mafupi sana. Maisha yetu ni mafupi. Angalieni jinsi mwanadamu alivyo. Unazaliwa katika tumbo la mama yako. Unazaliwa, unakomaa, halafu ukikomaa magonjwa yanakushika. Magonjwa kikushika, halafu kuna kuja misukosuko ya kila aina. Najua wana wa Mungu mnanielewa ninamaanisha nini. Kifika unakuwa mtu mzima, na mwisho wa mtu ni kuzeheka. Na ukazeheka, kifo iko mbele yako. Haleluya Bwana. Kifo iko mbele yako. Ufanyaje, kifo iko mbele yako. Unaweza ukajiringa na kujitia kwamba wewe ni mtu mjangili na majivuno. Maisha yako. Unaweza ukajitia katika ulimwengu huu ya kwamba wewe ni mjangili. Majivuno ulio nayo mwana wa Mungu. Unakumbuka ya kwamba wewe ni mtu wa kuondoka hapa duniani. Haleluya Bwana. Maisha yako na gisi ulivyo, kwa wewe uliye mwana wa Mungu, ni mali ya Bwana. Gisi ulivyo ni mali ya Mungu. Kwa maana yeye alipulizia pumzi, nawe ukawa mwanadamu. Hivyo ilivyo mtu akiwa katika tumbo la mama yake, Mungu kuleta pumzi, anakupulizia pale vile unakuwa kiumbe hai. Maisha yako ya baadaye hapa tunaenda kuongelea. Kwa maana unaweza ukazania huko hivyo, ungali na nguvu, unaweza kufanya yote, unaenda shambani, unaweza kazini, sijua unafanya kila kitu. Hujua ya kwamba maisha haya tulio nayo wana wa Mungu ni bure sana. Pasipo Yesu ni bure. Ni bure sana. Maisha tulio nayo wana wa Mungu pasipo Yesu ni bure. Bure. Bila Yesu maisha ni bure. Haleluya. Unabidi untumainie Mungu katika maisha yako. Bila hivyo utakuwa hauna matumaini. Hakutakuwepo matumaini. Kwa maana haujui yatakayotokea dakika, majira na nyakati, miaka, miezi. Haujui itatokea nini kitakutokea katika maisha yako. Haujui. Ujiulize kwa nini wewe bado ungaliki unaishi. Kwanza mimi najiuliza, hakuna watu hawajiulizake kwamba kwa nini mimi bado ninaishi. Jiulize swali kama hili. Vraag jezelf af waarom jij nog leeft. Waarom? Je moet jezelf afvragen waarom jij nog leeft. Dat is zo'n belangrijke vraag. Altijd in ons leven. Je moet altijd vragen waarom ik nog leef. Want er zijn nu heel veel mensen dood zijn gegaan. Wengi wamekufa duniani katika siku ya leo. Wengi. Kwa nini wewe bado ungaliki unaishi? Jiulize hiyo. Usiishi hivi tu. Unaweza ukafa duniani na ujue maana ya wewe kuwepo hapa duniani. Na itakuwa ni hasara kubwa uko mbeleni. Itakuwa ni lawama na manunguniko makubwa. Mtu mwenyewe unajaa majivuno. Unajaa majivuno. Unajiona ya kwamba wewe ni kila kitu. Yani wewe ni kila kitu.
dharau, matukano, wivu, dharau, kutokuwa na heshima. Heshima ni kitu kikubwa sana. Kuna watu wanadharau katika dunia hii. Dharau, majivuno ya hali ya juu. Lakini kwa hayo yote, ujue kwamba unaweza ukajiona kwamba wewe ni nani. Waliokuwa kama wewe wako wapi? Wako wapi hapa? Niambieni wanaume. Wako wapi? Wako wapi waliokuwa na tabia kama na hizo? Wako wapi? Wabaya, wauaji, vibaka, waliua watu na watu, wako wapi? Lakini katika siku ya leo Bwana Yesu anakuita upate kutengeneza maisha yako. Njia iendayo uzimani. Njia iendayo wapi? Uzimani. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Usipotengeneza maisha yako ya kwenda mbinguni, ujue ya kwamba Mungu yeye ana nafasi ya kutia wenye nani? Wenye dhambi. Na ukikufa duniani, kiwa wewe ni mwenye dhambi, mahali yako ni kuzimu. Nayo malango ya kuzimu yanafunguka kila siku ukuchwa. Yanafunguka kila siku. Kini wewe mwana wa Mungu, njia yako ni uzimani. Uzimani, kwa maana Yesu Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya hayo. Naye anakuita katika jioni ya leo. Hivi watu wako makanisani hivi, wanaenda siku hizi, ni siku ya Mungu hii. Watu wanaenda hivi, wanaenda hawajui walichokifanya pale jana, walichokifanya asubuhi. Inawezekana walikuwa katika matukano, walikuwa katika kufedhehesha watu, walikuwa katika mauaji, walikuwa katika wizi, walikuwa katika uzinzi na usharati. Kazi yao ilikuwa ni kufedhehesha watu wengine. Wengine walikuwa na majivuno. Kwanza ushukuru Mungu amekupa nafasi ya kuwepo hapa duniani katika jioni ya leo. Au kustahili hata kidogo. Someni kitabu kile cha Kutoka. Wana wa Israeli jinsi walivyoangamizwa pale jangwani. Ilikuwa ukifanya dhambi kidogo tu unakuwa unatoweka duniani. Haleluya Bwana, unaweza yote. Ukifanya kosa kidogo tu unatoweka. Sasa mnachezea Mungu ni mzaa. Alafu siku ya Mungu mnajienda, Bwana, mnaomba na kupatiza masauti. Naye Bwana anasema ya kwamba maombi ya wenye dhambi ni makelele mbele yake. Hiyo yote kama mnaishi na mnafanya dhambi ni kwa neema ya pale msalabani. Haleluya Bwana. Pasipo ile neema ya pale msalabani, jamani wana wa Mungu, angelikuwa hauna hepo tena hapa duniani. Damu ya Yesu Kristo. Kama mnafanya dhambi na bado mnaishi, ili musogelee nini? Toba ya kweli. Tengeneza maisha yako. Naye Yohana Mbatizaji alihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, akasema njoni nyote, tubuni dhambi zenu na kuungama na mubatizwe katika maji. Na kuna kuja yeye aliye mkuu, atawabatiza nini katika nini? Katika roho ya kweli na kwa moto. Katika jioni ya leo Bwana Yesu anakuita maisha yako ya dhambi upate kuachana nayo. Pale jana ulikuwa na fezea watu, ulikuwa na hiba, wivu. Alafu leo siku ya Mungu unaenda kanisani, unaenda kuomba Mungu. Jamani, nini mnazania Mungu ni mzaa? Laiti mngilijua Mungu alivyo. Moet niet te spelen met de God. De God is geen speelgoed hoor. Jongens,
God is geen speelgoed. Kinderen van God. God is almachtig. De heilig. De schepper van de aarde en de hemel. Watu wanazania kwamba Mungu ni wa kucheza naye. Usicheze na Mungu, ucheze na lakini hapana Mungu. Watu wako katika wokovu, hawajue maana ya wokovu ni nini. Wokovu ni kitu gani? Niambieni wokovu Bwana. Haleluya. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Niambieni wokovu ni nini? Haleluya Bwana. Wokovu ni nini? Haleluya Yesu Kristo. Unaweza yote Mungu. Niambieni wokovu ni nini? Waliye ndani ya wokovu mabaya wanayatenda usiku mchana. Alafu wanajitia kwamba wao ni watu wa kwenda mbinguni. Hauendi mbinguni. Ninakuhakikishia hivyo. Usipobadilika na kubadilisha maisha yako, hauwezi ukaingia katika mbinguni. Hauwezi ukaingia. Hauwezi. Unazania kwenda mbinguni ni mzaa wewe. Kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni wana wa Mungu ninawaambieni hivi. Subiria ufe ndio utajua ninamaanisha nini. Kuzimu hivi inapokea wake. Nao waliokuwa walokole na wenye wokovu wanachukuliwa hivi na kuzimu. Inawapokea hivi katika Sioni ya leo. Wokovu maana yake ni kuachana na dunia. Wokovu ni kuachana na dunia hii. Usipoachana na dunia, bado hauyakuwa mtu wa kwenda mbinguni. Usipoachana na dunia hii, utaangamia. Na mwisho wake ni mauti. Nayo mauti yatakumeza na yatakupeleka kuzimu. Kuzimu imefunguka kwa ajili yako. Lakini wewe mwana wa Mungu, ulikombolewa na damu ya Yesu. Unabidi ukubali neema hii ya bure katika jioni ya leo. Tengeneza maisha yako. Tengeneza maisha yako. Maisha yako. Tengeneza. Angalia maisha yako. Angalia maisha yako katika jioni ya leo. Angalia maisha yako. Unaishije? Wewe mwenyewe unafanya vurugu katika familia yako. Unakosesha watu amani. Unafanya fujo. Unasambaratisha mafamilia. Unasambaratisha familia yako. Alafu unasimama ya kwamba mimi nina wokovu. Wokovu wa namna ni wokovu gani huo? Na huyo atakuwa ni Mungu gani? Mungu. Yeye amjue Mungu nyie, amjue gisi Mungu alivyo. Msome maandiko matakatifu. Mjue Mungu ni nani. Na anataka nini kwako. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Maisha yako. Baada ya kifo kuna maisha. Lakini mimi nikifa, nitakufa kwa sababu ya sheria ile iliyo juu yangu, kwa sababu ya dhambi ya pale Eden. Lakini mimi ninayo matumaini. Hata nikifa nitakuwa ninaishi ndani ya Yesu. Haleluya Bwana. Haleluya. Unaweza matumaini hayo. Usipokuwa na matumaini hayo, wokovu wako umekwisha. Hauna wokovu. Wewe unaenda kujihangaisha bure. Uokoke kikamilifu. Tena napika kengele. Kikamilifu. Wewe na gisi ulivyo. Mwenendo. Kuishi kwako. Kulala kwako. Kunywa kwako.
kusema kwako, kuvaa kwako, kutembea kwako, kuona kwako ifanane na Yesu, na wokovu. Wewe unaongea matusi katika kinywa chako eti una wokovu. Wewe bado ungana waziana mabaya eti una wokovu. Wokovu. Unasambaratisha watu eti una wokovu. Unatukana watu, unaona adabu. Unakosesha watu amani. Unasababisha watu wanagombana, maneno, umpea. Lilo giza lililo ndani yako nalo litoke kwa jina la Yesu Kristo. Giza nene lililo ndani yako. Unawaziana mabaya tu. Mtu akipata mabaya unafurahia. Unashangilia. Unashangilia mtu akipata mabaya. Siku ya Mungu nenda kanisani. Wao wanazania Mungu ni mzaa. Mungu, usicheze na Mungu. Ungali na afya njema, unajihona, unajivuna. Kumbuke Muumba wako, siku za ujana wako. Takuja wakati utasema mimi haya siyapendi tena mimi. Ndio utasema jitakuwa nini? Hayo mambo yanachachamaa. Na ni mambo yako serious, hapana mizaa. Na injili ya Mungu. Injili ni uhai, haleluya. Injili ni uhai. Wokovu ni uhai wako. Kutakuja wakati hauwezi ukatafuta Mungu, unataka kufa. Ukishakuwa hoi kitandani, unaanza kuvutia pumzi, alafu wewe unafikiri haje wewe katika ufalme wa Mungu? Wewe unazania una vita gani katika maisha yako? Unazania pale unataka taro utakuwapo wewe mwenyewe. Unajua ufalme wa giza unafanya kazi gani? Tafuta Mungu, ungali na afya njema, ungali vizuri. Uko tafuta Mungu. Na ni wakati leo hii, katika jioni ya leo. Tafuta Mungu. Utafute Mungu. Hije wakati hizo umekuwa na Mungu na matumaini. Watu wanasema nitatafuta ufalme wa Mungu pale nataka taro eti niombe msamaha nini na nini. Wana wa Mungu wapendwa katika Kristo, ninawaambieni hivi katika jioni ya leo. Neema ulio nayo ni siku ya leo. Neema ya siku ya leo ni leo. Haya ni matangulizi wana wa Mungu. Tuende katika mahubiri yetu ya siku ya leo. Maandiko yetu matakatifu katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo. Yakobo anakuambia hivi. Lakini wewe aujue yatakayokuwako kesho. Wewe unajua? Nani anawezaje kuongeza siku ya maisha yake? Nani? Niambieni wana wa Mungu. Niambieni hapa. Tuko hapa. Mniambie ni nani awezaye kuongeza siku za maisha yake? Nani anayo amri hiyo na uwezo na mamlaka? Na mamlaka hiyo. Wana wa Mungu waliopo hapa, niambieni ni nani anayo uwezo wa kuongeza hata dakika moja ya maisha yake katika siku ya leo? Nani awezaye? Hakuna. Jibu ni hapana. Samani wana wa Mungu. And it open. Hakuna hata mmoja awezaye kuongeza siku ya maisha yake. Na kwa sababu hiyo, haujui kesho ni nini. Haujui. Hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Haujui. Unaweza ukafa. Hata sasa hivi. Yeye msikie kuna
kuna watu wanakamatiwa na mshituko wa moyo na wanakufa ghafla. Maisha ni mafupi, wana wa Mungu. Haleluya. Mafupi. Tafuta Mungu. Ungali naishi hivyo kijana. Kijana, tafuta Mungu. Baba, tafuta Mungu. Mama, tafuta Mungu. Uwe na matumaini. Matumaini. Usipokuwa na matumaini, naye matumaini ni Yesu. Kwa maana yeye aliyokuwa Mungu mbinguni, yeye aliyokuwa Mungu mbinguni amefanyika kuwa mwili kwa ajili yetu sisi, turizi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Unaweza yote. Anaweza yote katika maisha yako. Ili tupate kuurithi ufalme. Alikuwa Mungu mbinguni, yote yamefanyika kwake. Yeye aliyokuwa uhai, naye amefanyika mwili. Ni yeye Yesu Kristo wa Nazareti. Alafu watu wanacheza na Mungu. Awezi, nani awezaye? Nani unayo mamlaka wa kuongeza siku yako wewe? Nani? Ukifa siku ya leo sasa hivi, ukifa sasa hivi bila Yesu, bila Yesu unafikiriaje? Mungu ni mtakatifu, ni mkamilifu, mtimilifu. Kila mara ninawaambieni nyinyi, ukifa siku ya leo bila Yesu, ujue huko mbeleni kuna mashtaka. Na ndio maana kwa sababu ya mashtaka hiyo, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya ukombozi wetu. Tupate kuwa uhuru kweli kweli katika Bwana. Haleluya. Uhuru. Naye amenitia huru. Amenitia huru katika mwili na roho. Naye ni wa kwangu, nami ni wa kwake. Haleluya. Alikwambia katika kitabu cha Mathayo, nyinyi hamuwezi pasipo mimi. Yeye ni mzabibu mwema. Yeye akaikaa ndani yetu na sisi ndani yake. Hapo ndio tutaweza yote. Haleluya. Unaweza yote Mungu, unaweza yote Bwana. Hapo ndio tutaweza yote. Tutaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Pasipo Yesu Kristo hatuwezi lolote. Sio watu wanaenda makanisani, wanaomba, ni vizuri, wanafanya nini? Alafu tena hao tena ndio wazinzi, wanahiba, wanatukana, wanasambaratisha watu, wanafanya umbea, wanaikalia kusambaratisha mafamilia yao tena wenyewe, wanaleta chuki, mambo kama na hayo. Na wewe na wanasema ya kwamba wanaenda mbinguni, na vitambaa wanavaa, na kila kitu wanafanya. Lakini ninakuambia, kwenda mbinguni ni tofauti sana unavyofikiria. Tofauti. Haleluya Bwana. Tofauti. Nawe utalia siku ile. Nawe utalia na kusaga meno. Utasema mimi nilikuwa mwombaji, mimi nilikuwa mhubiri, nilikuwa mwinjilisti, nilikuwa mchungaji. Na atakwambia mimi sikufahamu. Sasa itakuwa ni kuchachamaa na utalia hadi unachoka, mwana wa Mungu. Henda kwa Yesu kikamilifu, unyenyekevu na utakatifu wa Mungu. Sio huko basi uwe baridi au moto. Usijali, nimekwambia hivyo. Wewe si moto, si baridi, si fukuto. Kwenda uzinzi uko. Uokovu umo. Hii uko. Sasa nini hiyo? Ukamilika. Na Mungu amekupa nafasi katika jioni ya leo ili upate kubadilisha maisha yako. Usizania kwamba kuishi kwako hapa ni wewe unataka, bali ni kwa neema yake yeye aliye juu.
Hapo ulipo unajua unazingirwa na vitu vingapi vinataka kukuangamiza, hivi ungaliki katika dhambi vikuangamize ili usipate ufalme. Lakini kwa kuwa yeye Mungu ni mwema wakati wote. Haleluya. Yeye Mungu ni mwema. Anakusikilia huruma, anakutizama. Anataka ubadilike. Ndio maana anakupa nafasi katika siku ya leo. Ukaribie toba ya kweli. Toba, toba, toba. Toba ya kweli, toba, toba. Unajua toba wewe? Toba. Toba ya kweli. Sio hii. Toba ya kweli. Kutoka katika maangamizi na kuja katika ukweli na haki ya Mungu. Kutoka katika maangamizi na kusogelea ukweli na haki ya Mungu. Ufalme wa Mungu. Hakuna yote wezaye kujiongezea siku yake. Angalieni leo. Watu wamekufa. Angalieni ma Facebook. Watoto wachanga wanakufa. Duniani watu wasiokuwa na hatia, watoto wachanga. Wewe unahiba, unazini, unabaka, unafanya nini? Unaishi. Jiulize swali kama hiyo kama una akili timamu. Watoto wachanga wanakufa, wanakufa. Lakini wewe mtu mzima unaishi. Na wewe ndio unastahili kufa. Kwa sababu ya dhambi zako unazozifanya kila siku ya maisha yako. Ungali vile vile haupende mabadiliko. Lakini mtoto mchanga anatoweka duniani. Wewe unaishi. Shukuru Mungu. Anakupenda na anataka ubadilishe maisha yako. Usogelee toba, toba. Toba, sogelea toba ya Mungu. Toba, ungama dhambi zako. Na kuacha. Badilika. Yesu Kristo alihubiri habari njema. Alisema acheni dhambi, kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Njoni. Anaweza yote Bwana. Anaweza yote. Na aliuchukua shida zote za ulimwengu. Makufuru na dhambi zetu zote alizichukua. Kwa ajili ya msamaha. Msamaha. Kwa ajili ya msamaha wana wa Mungu. Na ukombozi umepatikana. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ni wewe ni kuelekea katika toba ya kweli. Na kuungama dhambi zako. Na kubatizwa na Yesu. Na kuishi maisha matakatifu. Hapo utaurithi ufalme. Pasipo hapo hakuna. Na huo utakatifu. Huo utakatifu. Na huo utakatifu. Hapana unafiki. Huo utakatifu wa utakatifu. Hivi siku ya leo watu wana jahana huko. Walibaka, walifanya mapenzi bila kuoana pale jana, hivi wako weko. Waliozini hivi wako. Waliona wanawake sijui wangapi, anamke mnyumba, lakini nje iko na wengine babibi. Unabidi utubu hizo dhambi. Wengine wako na wake sijui wangapi. Uzinzi. Pasta mwenyewe anazini na watoto wa watu kanisani. Eti tunaenda mbinguni. Mbingu ya Mungu wewe. Unajua mbingu ya Mungu ilivyo? Mbingu, Mungu. Laiti mungilijua Mungu alivyo. Mungu. Ungilijua jinsi sauti ya Mungu ilivyo na jinsi alivyo makali.
Ungilijua jinsi Mungu alivyo. Kalia dhuluma, mauaji, kuua watu. Kutesa watu, kuharibu maisha ya watu, kusababisha watu wanakuwa na depresi. Wewe unasababisha hayo. Ole wako wewe unaosababisha hawa wadogo kuangamia na kumkataa Mungu. Wewe ole kwako. Ole kwako wewe. Na upanga wa Mungu uko juu yako usipotubu na kubadilika. Maisha yako, maisha ya mwanadamu. Angalieni maua haya yanahota, yanapendeza sana. Maua, amuoni maua? Enda barabarani, haona maua. Maua mazuri yanahota, yanachipuka, nayo yamemea, yanapendeza, yanavikwa ustadi wa hali ya juu, ukuu na nguvu na uwezo wa Mungu. Haleluya. Mwisho wa maua ni nini? Unanyahuka na unaanguka chini. Jogisi ulivyo wewe. Jogisi mwanadamu alivyo. Haleluya. Jogisi mwanadamu alivyo. Jogisi mwanadamu alivyo, wana wa Mungu. Jogisi ulivyo. Jogisi nilivyo. Jogisi mwanadamu alivyo. Upepo. Ni upepo tu. Hacha majivuno. Hacha majivuno. Hacha kukosesha watu amani. Unakosesha watu amani. Unaongea sana. Dharau, kutukana watu. Wewe kama nani? Ni maua, wewe ni maua yale. Haleluya. Unaweza yote Mungu. Wewe ni maua. Siku moja utatoweka duniani. Utakufa duniani hii. Lakini Mungu, yeye atabaki kuwa Mungu vile vile. Haleluya. Hatabaki kuwa Mungu. Wewe utatoweka duniani. Kiburi, dharau ulionayo, majivuno, kutukana watu, hauheshimu watu. Unajiona kwamba wewe ni sijua nini. Wewe si kitu mbele za Mungu. Wewe ni mavumbi tu. Hayo mavumbi tu. Mungu alikutoa mavumbini. Uma utarudia. Sote humo. Utarudia humo. Fanya ujangili, huwa watu, fanya unachotaka. Humo utarudi. Na hukumu iko mbele yako. Haleluya. Hukumu inakusubiria. Utahukumiwa zile siri zako zote, jinsi ulivyokuwa umefanya, unafanya nini? Watu wote wataziona, utapata aibu. Tupende Yesu Kristo. Humo utarudi. Tafuta Mungu kwa sasa hivi. Hayo majivuno ulionayo, dharau ulionayo, kutukana watu, wizi, nini kuleta maafa. Maisha yako ni mafupi. Unadhania utaishi milele? Oh man, unadhania utaishi milele? Unaishi milele. Unajitanganya na magari ya kifahari. Vijana mko wapi? Vijana. Vijana ni mahua.
Maua. Vijana ni maua. Yana meta. Mwisho wao unanyauka, unatoweka. Gari itakusaidia mbeleni. Gari, nyumba, zijo, ufahari wako hote ulio nao ni mavi mbele za Mungu. Sio kitu, ni bure hovyo. Laiti uwe na hayo yote na uwe na Mungu. Umekombolewa na damu ya Yesu. Usipokuwa hivyo, bure, maisha bure. Ninawaambieni bure. Ninawaambia kweli. Maisha mwanadamu bure. Haujui kesho utakuwepo. Haujui, unafunga macho yako. Haujui. Pengine utaamka katika usingizi ulio nao, unafunga macho yako hivi. Unatoweka. Au ile manyumba ya kifahari na yale magari na mapesa uliokuwa nayo ndio itafungua mbingu. Mbingu ya Mungu. Mbingu. Mbingu. Unazania kufungua mbingu ni mzawe. Au jua kesho itakuwaje. Amjui atakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana nyinyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. Tukisi mwanadamu alivyo. Ni kama vile wewe unasonga ugali wako, unatia maji katika chungu, wakisha, alafu sasa maji inatokota, kunatokea mvuko. Ya? Mvuke unatokea, alafu unatoweka. Kama mioshi vile. Tukisi mwanadamu alivyo. Tukisi ulivyo mwana wa Mungu. Unazaliwa, unakomaa, unaweza, hata mwaka mmoja unatoweka duniani. Haleluya Bwana. Ungali miezi tu mtumba mama yako, unaweza ukatoweka, unakufa. Ungaliki tu sijue mwaka 2, 3, 4 unatoweka duniani. Inawezekana. Ungali na miaka 40 unakufa duniani. Sio kisi mwanadamu alivyo. Kwa hayo yote Mungu Yesu Kristo ndio kila kitu. Matumaini. Manake unaweza kufa kila saa yote ile, unaweza toweka duniani. Unaweza ukatoweka. Na ukifa sasa hivi, ina swali, ukifa sasa hivi, vijana wengi uzania kwamba wataishi milele. Niko na miaka, ningaliki na miaka 30. Nitaishi bado, naweza fika hata 70, 80 huko. Haujua ya kesho mwana wa Mungu. Haujua ya kesho. Badilisha maisha yako. Ninakuita jioni ya leo. Badilisha. Usipobadilisha maisha yako, kitakachokutokea huko nawe utaanza kujutia sana. Utajutia na kusema kwa nini haya yamenitokea. Hivi waliokufa katika dhambi hivi wako huko. Sasa wewe sasa hivi habari njema duniani mzima inahubiriwa hivi. Wewe utaiona kama hofu, unazarau, unaikashifu. Lakini siku moja, nakupa siku moja
utalia sana. Maisha yetu hapa duniani roho yako inaweza ina stop, unakufa. Sigara tu, maisha yako ilikuwa ni hivi tu, bangi tu, bangi tu. Mbinguni hakuna wavutaji bangi kule. Mungu hana nafasi ya kuhifadhi watu kama hao. Wewe ilikuwa tu ni dharau tu, majivuno na kutukana watu, kudharau watu, kuona watu hawafai, kusingizia watu. Nawe unaenda kanisani. Mbinguni hakuna watu wa kuhifadhiwa wa hivyo, watabia kama hizo hawapo. Utajidanganya bure. Mimi ninakwambia, utahomba, unakesha, unavaa sijue nini. Usipobadilika hauendi mbinguni. Ninawaambieni. Na siku utakufa utasema kijana ule alisema kweli. Angalia ninahangaika hivi sasa. Sio kisili hivyo. Ni kitu kinaendelea. Unabidi ujue hivyo. Utajidanganya bure, utakesha mikesha, na utaomba paka sauti inaenda. Unaomba kweli. Unafanya nini? Lakini tutawajuaje? Yesu Kristo alisema mtawajuaje? Wana wa Mungu, niambieni hapa. Nipeni jibu. Alisema mtawajuaje? Kwa matendo. Matendo. Nayo matendo itaizirika hivi. Ndio mtawajua hawa ni wakwenda wapi, hawa ni watu wa namna gani, wakoje, kweli hawa wanafanana na Yesu Kristo. Hapo ndio mtawajua. Kwa matendo yao. Matendo hata ujifiche ni tabia. Tabia hata ujifiche vipi itaizirika. Kila mtu ataiona live. Kila mtu atayaona live. Kila mtu atayaona live. Kila mtu hataona live ya kwamba huyu mtu ni mcha Mungu. Aiza hakuna chochote hapo. Haleluya Bwana. Haleluya. Unaweza yo. Maisha haya ni mapito, ni mapito. Tena ni mafupi. Unaweza ukakufa duniani, wana wa Mungu. Unaweza ukafa. Hata mimi naweza nikafa sasa hivi. Inawezekana. Matendo yako kule mbeleni. Matendo. Asikudanganye mtu. Na makesha yake na kuomba kwake na kufanya nini, kujitia kondoho. Lakini matendo, niliwaambia yaliye katika siri huko, siri ile siku, zile siri zilizo mnazozificha nazo zitaizirika, nazo zitaonekana wazi hivi. Na utakuta kuwa ni kulia na kusaga meno. Nawe utaikumbuka habari njema. Nayo ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Huyu ni mtu aliaye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana. Nyosheni mapito ya Bwana. Nyosheni mapito. Nayo mapito ya Bwana uionyeshe. Iwe wazi. Njia ile iwe iko wazi. Sio njia yenyewe iko hivi. Ni kama nyoka. Iko hivi. Haitakike katika safari ya kwenda mbinguni. Wana wa Mungu, ninawaambieni katika jioni ya leo. Haitakike. Inabidi inyohoke mara moja na kuenda uzimani. Haleluya Bwana. Mara moja na uzimani. Na uzima ni Yesu Kristo. Uzimani na moyoni daima. Uzimani Yesu Mwokozi. Aliyeingia rohoni hakika, akanitilia hodari. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu we, na moto wa mbinguni ulimo we. Napata kukaa
nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa bure, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wa wote. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Mwokozi aliniondoa porini, natunzwa shambani mwa Mungu. Na sasa kwa mvua na jua la mbingu, ninamzalia matunda. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Naona maisha ni yenye maana, ni kumtumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa yo, na nuruni Yesu Mwokozi. Haleluya Bwana. Utukuke Mungu wako. Sifa zikurudilie Mungu. Ufalme wako uje. Bwana utukuke mara elfu na mara elfu. Nani aliye kama wewe Bwana wa majeshi? Nani aliye kama wewe Mungu mwenye enzi? Nani awezaye kama wewe? Bwana anaweza yote Yesu. Nawe unaweza yote Bwana. Nawe adui zako walitetemeka. Wao walitetemeka. Wakatetemeka. Wakatetemeka. Nayo ardhi, mbingu ikatetemeka. Nguvu na ukuu wa Mungu. Kwa maana Mungu ni mkuu. Ni mkuu sana wana wa Mungu. Mungu ni mkuu. Hanaweza yote. Ni mkuu, kuu. Ninapofikiria katika akili zangu, mimi sina la kusema. Ufahamu wangu ni mdogo mno, nami sina la kusema. Nikifikiria katika akili zangu na kumbukumbu zangu, ukuu wako ulivyo, jinsi ulivyoumba mbingu na nchi. Nawe ukaumba malaika mbinguni na vyote vya mbinguni, na ukaumba vyote vya hapa duniani. Ukuu wa Mungu ni wa ajabu. Nao mikono ya Bwana inazo nguvu za ajabu. Unastahili sifa na kuabudiwa. Unastahili sifa ewe Mungu mwenye enzi. Hakuna aliye kama wewe. Nami nitasifu jina la Bwana, kwa kuwa yeye anayeniwezesha, yeye anayonipa maisha, yeye anayonipa mimi kila kitu nilicho nacho muhimu. Ni yeye Bwana Yesu. Ni yeye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Nami nilikuwa nimekufa kiroho, yeye amenifufua, akanifufua, nami nikafufuka, nami nikafufuka. Mahali nilipokuwa, nami nilikuwa nimekufa kiroho, naye amenifufua, nami nimekuwa mwana wa Mungu. Kwa kuwa Yesu Kristo, kwa kupigwa kwake msalabani, maji na damu yake, naye imenigomboa na kunitakasa. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Unaweza yote Mungu. Unaweza yote. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe Yesu? Sifa zikurudilie mara elfu Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Utukufu na heshima na uwezo na nguvu
na baraka ni zake. Hallelujah. Nao malaika wa mbinguni sifuni jina la Bwana, kwa kuwa yeye Mungu ni mwema wakati wote. Yeye ni Mungu ni mwema wakati wote. Malaika wa mbinguni sifuni yeye Yesu Kristo, kwa maana yeye aliye katika kiti chake cha uzima, yeye aliye katika kiti chake cha upendo, kiti chake cha rehema, yeye ni Mungu mwema, Mungu mwenye upendo, anajaa amani na upendo. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Haleluya Yesu. Haleluya Mungu mwenye. Haleluya. Haleluya. Nacho tunaenda katika kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia. Wagalatia 2. Mstari wa 20 hadi 21. Na unasema ya kwamba na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha haya ninayoishi sasa, naishi kwa imani. Imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu. Sipendi kuikataa neema ya Mungu. Kama mtu hufanywa mwadilifu kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Haleluya. Kipindi mtu akiwa kiumbe kipya, kwa maana ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nami nimekuwa mwana wa Mungu. Maisha yetu tulio nayo, usipomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe basi hapo hakuna kitu. Maisha. Mimi kwa sasa hivi naishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya Yesu, mwana wa Mungu. Wewe mwana wa Mungu unaishi kwa ajili ya Yesu. Na mtu anaishi kwa ajili ya Yesu Kristo, unabidi uwe na mwenendo gani? Niambie ni wana wa Mungu. Mwenendo wako ukiwa ndani ya Yesu. Siku hizi watu wengi sana hawajue maana ya mtu Yesu Kristo kuishi ndani yake, wala kuishi kwa ajili ya Yesu. Ukiishi kwa ajili ya Yesu, ni kwamba mwonekano wako wote, uokovu wako kwa ujumla, kwa mjumla, sio rahisi wana wa Mungu, sio kitu cha rahisi. Kwa ujumla, uokovu wako wote, uokovu wako kwa ujumla, unabidi ufanane na Yesu. Utasema ya kwamba wewe unaishi kwa ajili ya Yesu. Umegombolewa na Yesu. Umesafikana na damu ya Yesu. Wewe ni wa Yesu. Nawe uzima wa milele utaingia hemo. Tutasema sio wewe tena, bali ni Yesu Kristo anaishi ndani yako. Inawezekanaje mwana wa Mungu useme ya kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yako kipindi wewe unazini? Inawezekanaje wewe mwana wa Mungu useme ya kwamba na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu? Uniambieni, hoe kan jij zeggen dat Jezus Christus leeft in jou? Terwijl jij daar rare dingen doet. Jij doet hoererijen. Jij stelen voor de mensen. Jij praat slecht over andere mensen. Jij roddelt te veel. Jij roddelt overal. Hoe kan jij zeggen dat Jezus leeft in jou? Hoe dan? Inawezekanaje mwana wa Mungu? Hoe kan je dan bewijs te vertellen mij vandaag? Jullie allemaal hier. Hoe kan je zeggen dat Jezus leeft in jou terwijl jij doet rare dingen? Jij zondigt elke dag. Jij zondigt elke dag. Jij stelt dingen. Telefoons. Jij stelt voor de andere mensen. Jij vechten. Je gaat mensen vechten. Jij bent altijd boos. De boosheid zit in jou. Als een mens je ziet, je bent boos. En jij zegt, Jezus leeft in jou. Hoe dan? Hoe kan Jezus in jou leven? Dat betekent Jezus nog niet de redder van je leven is.
Als iemand leeft voor Jezus Christus, is een andere persoon. Andere persoon geworden. Jezus leeft in mij. Jezus is alles voor mij. Maar jij bent nog aan het roken. Jij rookt. Jezus zou niet voor roken. Jij rookt. Jij hebt bijna 3 vriendinnen of zo. Wat is dat? Jezus leeft in jou. Jij gaat de hoererij doen, meisjes. Vertel mij. Alle meisjes, vertel mij. Jezus leeft in mij. Elke zondag ga je gaan naar de kerk. Maar jouw gedrag is niet helemaal als Jezus. Je blijft mensen raar kijken. Jij bent een racist. Hoe kan je zeggen dat jij houdt van Jezus? Jezus houdt van alle mensen, ongeacht. Of je zwarte bent, of je witte bent. Jezus is voor ons allemaal. Waar of niet waar? Je gun je mensen niet. Je mag die niet. Je mag dat wel. Je mag... En elke zondag je gaat naar de kerk. En een ander die preken zelf de evangelie voor Jezus Christus. Terwijl in hun hart, zo anders. Vandaag gaan jullie mij vertellen. Hoe kan jij zeggen van, ik leef van Jezus. Jezus is mijn en ik voor hem. Niambieni wana wa Mungu katika siku ya leo. Inawezekanaje useme ya kwamba Kristo anaishi ndani yako? Kipindi unachukia watu sana. Unakerwa na watu bila sababu. Inawezekanaje unatesa wengine kwa huzuni jamani? Huzuni. Unatesa wengine kwa huzuni. Ndani ya moyo. Huzuni. Haina habari njema ya ufalme wa Mungu. Habari njema isiyokuwa na dosari. Mimi nafahamu ya kwamba haya hamwambiwi, lakini hapa ni kila kitu kiko wazi. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Unawezaje kusema Yesu anaishi ndani yangu? Unateza watu. Haleluya. Unateza mioyo ya watu. Unateza mwenzako. Unateza ndugu yako. Unamkaji ndugu yako. Unamchukia ndugu yako. Kweli hiyo amri, ile amri Yesu Kristo alisema. Amri 2 zilizo kuu kwa yote. Umpende Mungu wako kwa moyo wako yote, kwa akili zako zote, kwa kila kitu chote. Na ya pili, umpende jirani yako kama jinsi unavyojipenda mwenyewe. Hizo amri inakamata Torati yote na Injili. Hakuna ya kuzidi hiyo. Inakashika amri zote na kanisa ya Mungu. Inawezekanaje wana wa Mungu? Niambieni. Inawezekanaje? Najua ni magumu sana. Yesu Kristo yuko ndani yangu, alafu mimi ninachukia ndugu yangu, simpendi ndugu yangu, sina amani na ndugu yangu, ninafanya vurugo, yani alafu jioni unaenda sijue usiku ya Mungu unaenda kanisani, niko wa Yesu, ninaenda kwa Mungu. Unajitanganya bure. Na nilivyowaambia, maisha tuliyo nayo wana wa Mungu ni mafupi sana. Hallelujah. Ni mafupi. Het leven voor de mensen hier onder aarde is zo kort. Heel kort. Het kan alles met jou gebeuren. Het kan alles met jou gebeuren. Je kan oversteken naar de straat, komt de auto, je krijgt ongeluk, ben je dood. En dan, als je geen hoop hebt in Jezus Christus, waar ga je jij naartoe? Want na de dood is wel een leven. Het leven voor Jezus Christus. De koninkrijk van God. Zoek het koninkrijk van God.
Zoek! Niet morgen, vandaag! Lieve, vanavond! Zoek het! Je kan vandaag doodgaan. Zie je jullie niet? Kijk, kleine kinderen die doodgaan. Waarom jij nog blijft leven? Waarom jij leeft? Omdat jij God jij laat leven. Om jij leven te laten veranderen. In de goede mensen te zijn. Daar heb je hoop. Daar heb je hoop. Na de dood. Er is veel leven. Zoek je God nu. Jongens, meisjes. Oudere mensen. Mama, papa. Zoek Jezus vandaag. Jezus is onze hoop. Onze hoop zit in Jezus Christus. Als we te komen overlijden. Wij leven in Jezus Christus. Terwijl wij zijn niet meer op aarde. Wij leven in Jezus Christus. Jezus Christus is onze leven, dames en heren. Bila Yesu Kristo sisi ni bure. Bila Yesu ni bure wana. Bila Yesu ni bure, bure. Utajidanganya bure. Utajidanganya bure. Usipokuwa na wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli. Wokovu sio ubandia. Wokovu. Mungu ni mtakatifu na huo utakatifu unabidi utafute. Utasema kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yako. Yesu Kristo kuishi ndani yako. Wewe ni mtu wa upendo. Upendo. Unapenda watu. Upendo. Badilika. Kama upendi ndugu zako unayokutana ulio nao. Unaozaliwa nao tumbo moja, kweli hao wengine utawapenda wapi? Kama kisi nilivyowafundisha. Mnakumbuka? Niliwafundisha kwamba wokovu unabidi uanzie kwako nyumbani. Kwako nyumbani. Kwako. Mahali ulipo, unapolala, unapoamuka, unapokula, pale wokovu uanze. Ndio utasambaa kila mahali na matendo yako kila mtu atauona. Kila mtu anasema, "Voila! Huyo mtu amekamilika, amekuwa mwana wa Mungu." Tunasema na hii Yesu Kristo anaishi ndani yake. Yesu Kristo anaishi ndani yake. Yesu Kristo anavaa ndani yake. Yesu Kristo anakula ndani yake. Yesu Kristo anatembea ndani yake. Yesu Kristo analala ndani yake. Yesu Kristo ni kila kitu kwake. Yesu Kristo ni maisha yake. Yesu Kristo ni kila kitu. Basi po hiyo mwana wa Mungu, basi hakuna lolote. Umtafute Yesu Kristo katika jioni ya leo. Badilisha maisha yako. Mwenendo wako unabidi ukamilike. Hii ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Unasema lakini mimi sina, mimi tena, bali utasema kwamba mimi sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ninawaambia ni kweli. Bila hivyo ungilijua mashtaka inaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu ufanyajo kinahesabiwa. Kila kitu. Na utahukumiwa kwa kila neno inayotoka katika kinywa chako. Utahukumiwa nayo. Unafikiriaje? Unafikiriaje mwana wa Mungu? Unafikiriaje? Haleluya Bwana. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Unaweza yote Yesu. Kuna aliye kama wewe Bwana. Kila ufanyayo inahesabiwa. Unazania vipi? Hakuna chochote kiweze kupita bila Mungu kujua. Hakuna. Mungu iko
yuko na wewe kila fasi unapokwenda. Ukienda barabarani, macho ya Mungu yanakufuata, yako na wewe. Ukienda sijui disco, Mungu yuko na wewe, anakuona Bwana wa mabwana. Ukienda katika chumba ya malaya, yeye anakutizama na anakuona. Uko katika simu ya umbea, yeye anakutizama na anakuona Bwana wa mabwana. Ukiwa unadharau watu, yeye anakuona, yeye Bwana wa mabwana. Ukiwa unafanya uzinzi, yeye anakuona, yeye Bwana wa mabwana. Macho na anaona kila mmoja wetu hapa chini ya juu. Anaona kila mwanadamu kwa saa ile, kwa dakika yule ile. Kila mmoja wetu duniani, hivyo kuzimuni, hivyo mbinguni, kila mahali, ndani ya maji. Anaona viumbe vyote kwa saa moja, kwa dakika, kwa sekunde. Vyote alivyoviumba anaviona kwa ile muda. Mungu ni mkuu, wana wa Mungu. Mungu ni mkuu sana. Na uwezi ukasema, mimi sikufanya hivyo, mimi sikusema hayo, mimi sikufanya hivi. Yeye Mungu aseme uongo. Mungu yu kweli. Yeye ni kweli. Yeye ni kweli. Yeye ni haki. Yeye ni Mungu. Anayeweza yote. Anaweza yote. Anajua yote. Hawezi ukasema sio mimi huyo tena. Mungu ni mkuu sana. Hallelujah. Mungu ni mkuu sana, wana wa Mungu. Giza lililo ndani yako leo, katika jioni ya leo, liondoke kwa jina la Yesu. Anaona kila kitu, Bwana wa mabwana. Hizo siri mlizo nazo, siri mabaya mnayoyatenda, unafikiri Mungu hazioni? Mungu anaona. Usipobadilika, mwana wa Mungu, upanga wa Mungu ule ukali uko juu yako hivi, naye atakusaga, atakupepeta kama ngano, nawe utaangamia. Nayo mauti yanakutamani, mauti yanakusubiria, yanakutamani na kusegelea. Nayo mauti yanakutamani, yanakupenda. Nayo kuzimu, nayo inakuhita. Nayo, lakini katika jioni ya leo, ukombozi wako na ukujie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mabadiliko yaonekane katika maisha yako. Nao upate kubadilika. Nawe utasema, tizama sasa nami nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, nayo mapya yanaanza katika Bwana. Hallelujah. Ndio maana unaishi. Ndio maana unaishi. Usogelee toba ya kweli. Toba ya kweli. Maisha haya ninayoishi sasa, naishi kwa imani. Imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu. Imani. Niambieni, imani ni nini, wana wa Mungu? Niambieni, imani ni nini? Inawezekana watu wanaenda makanisani, wanaomba Mungu, lakini hawajui maana ya imani. Imani ni nini? Niambieni. Wapendwa katika Kristo, wana wa Mungu, imani ni nini? Imani ni kitu unaamini haukioni. Ni kitu kitakachokuja baadaye. Imani hiyo ndio imani. Imani yako ni kitu unakiamini, akipo kwa sasa hivi, kitakuja baadaye. Ukifa wewe ndio utakiona, na ndio utasema, nimechagua njia nzuri mimi. Nilifanya vyema kumpenda Yesu. Nilipenda vyema, nilifanya vyema mimi, nilifanya vyema. Haleluya. Haleluya Bwana. Haleluya Mungu mwenye enzi. Haleluya. Usifiwe Bwana wa mabwana. Usifiwe Mungu mwenye enzi. Sifa na utukufu ikurudilie mara elfu na mara elfu. Ndio utasema ya kwamba wewe una imani. Imani yako imekuokoa. Imani. Abrahamu aliishi katika imani hiyo. Ndio imani.
Ni kitu kinakuja baadaye, au jue kitakuja lini. Unakisubiria au kione, unaamini ya kwamba kitakuwepo na kipo. Ndio imani. Na utakumbuka habari njema hii. Utaikumbuka wewe unaoikataa na kuifanya nini? Hapa ndio imani yangu. Imani. Kwa kuwa amenipenda mimi, hata akautoa maisha yake kwa ajili yangu. Mimi nimekuwa mwana wa Mungu. Nimekombolewa na damu ya Yesu. Alikuwa Mungu, lakini hakuona Mungu ni kitu cha kushikamana sana. Hadi akauvaa mwili, naye akafa pale kwa ajili ya maisha yangu. Neema kama na hii, mimi siwezi nikaiacha. Nami nitangangana na Yesu wangu mimi. Nitamshika mavazi, nitashika mavazi ya Yesu mimi, nami nitamshika. Nitakushika Bwana wangu. Kama visi Yakobo alivyosema, nami nitakushika hadi unibariki. Sikuachi kweli kweli. Nami nitakushika Yesu. Nami nitakushika Bwana. Nami nitakushika ewe Mungu mwenye enzi. Nami nitakushika. Nami sikukuachilie. Nami nitakushika mpaka niingie katika uzima. Nami uzima hadi uikae ndani yangu. Nami sikushike Yesu. Nami sikuache ewe Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Hivyo. Imani. Yo nasania ni msa. Mnikalia bangi tu. Mnikalia umbea tu. Hivyo tu. Na maisha yanaondoka. Utakutanisha. Anakufa. Unakufa. Na wewe siku yako inakuja unakufa. Maisha ni mafupi. Tafuta Yesu. Acha mabaya. Muache mabaya wana wa Mungu. Acha mabaya. Tafuta Mungu. Mungu ndio kila kitu. Acheni mabaya. Mabaya. Nyinyi acheni mabaya, au ingie mbinguni, au ingie usipoacha mabaya. Hivi vya dunia ni bure. Kwa nini uchukie ndugu yako? Kwa nini uwe fujo na ndugu zako? Kwa haya yatakayopita. Maisha ni mafupi, ni mapito sana. Kitu gani kitakachokutenganisha na Yesu? Ni vifo? Ni nini? Ni shida? Ndio uache Yesu Kristo kwa sababu shida zimekuwa nyingi. Katika shida ni bora uamini Mungu. Ukiacha ndio vibaya mno, nakuambia. Ndio vibaya. Vibaya. Ukimwacha Mungu utakuwa na matumaini gani? Tumaini gani utakuwa nayo wewe? Kwa kuwa yeye ndio aliumba yote haya. Si bora muamini yeye aliye hai. Yeye anayeishi milele na milele. Yeye ni Mungu mwaminifu sana. Ewe Bwana, ninakuamini sana. Sana, tena sana. Nafasi zako Bwana wewe ni za milele. Ninakuamini sana ewe Mungu wangu. Bora umwamini Mungu. Mungu ni mwaminifu sana. Haleluya. Mungu ni mwaminifu sana. Sio kama mwanadamu. Mungu sio kama mwanadamu wewe. Hauna uhakika. Mwanadamu ni tapeli. Mwanadamu haeleweki. Ana uaminifu. Mwanadamu ni muongo. Mama na baba wanachukiana. Mama na binti wanachukiana. Baba na mwana wanachukiana. Magomvi, fujo.
Lakini Mungu yeye ni mwaminifu kila siku. Kila siku. Bora kila kitu kukatae, lakini Mungu asikukatae. Kwa kuwa yeye ndio aliyokuleta hapa duniani. Ulikuja uko huchi katika tumbo la mama yako, bila kitu chochote. Na hivyo na ndio kisi utakavyorudi. Bila mavazi, bila chochote. Nayo utaenda humu ardhini. Au utaenda na mama yako kule. Unaweza yote Bwana. Unaweza yote. Unaweza yote Bwana. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Utasema imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu mimi. Yesu alipata mateso, alizarauliwa, alitukanwa kwa ajili ya maisha yangu. Mimi nimegombolewa na damu ya Yesu. Nimegombolewa na Yesu Kristo wa Nazareti. Alikufa kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu mimi, Yesu Kristo amkufa msalabani. Imani, mimi ninayo matumaini na imani. Nikifa katika siku ya leo, nami nitamuona Yesu. Watu wanakufa wana wa Mungu. Haya mahubiri mnayasarau, haya mahubiri haya. Haya mahubiri haya. Sikiliza niwaambie kitu wana wa Mungu. Siri hii. Hii ni siri. Injili, kama unajua maana ya injili. Injili ni uhai. Injili ni mbegu la Mungu. Kama vile unachukua mbegu ya ya maharagi, mbegu ya mihindi, unayatia chini ya udongo. Ukichukua mbegu zile unazitia katika udongo, nawe utachukua na zoezi ya kuifanya nini? Kuipa maji. Jua haya yatakuwa magumu, lakini ndio gisi ilivyo uokovu. Haleluya! Ndio gisi uokovu ilivyo. Asikudanganye mtu. Ndio gisi uokovu ulivyo. Unafanya nini? Unaipalilia, nawe unainyosha maji. Baada ya hapo kuna kitu kitatokea. Sivyo? Kitu kitatokea. Mbegu inaota. Ikiota, sema inaota, inaenda na kuwa. Ndio gisi uokovu ulivyo. Uokovu, injili, neno la Mungu ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Ni kipindi kile unaisikia, unaitia moyoni, unaishika. Unaishika, unaona, unagusa, unaipenda. Unaipenda, unataka uijue na kuisikia. Unaitamani. Inaingia moyoni, unaenda na badilika. Unabadilika. 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 Unaipalilia. Unaipalilia. Kupalilia ni nini? Wao wanakuja wa matusi, wanapenda kushawishi. Unasikia? Huyu alifanya hivi, kusimu hivyo. Huyu, unasikia fulani, sema jamani, mimi sawa basi, mimi nimesikia, sitaki hayo. Hivyo. Timu nzuri ule, chepu nzuri. Unakimbia zambia zina. Unapalilia. Unakimbia zambi ya zina, unakimbia umbea, unakimbia mambo yote ya dunia ya hovyo, unayaacha. Kama ulikuwa unavaa mavazi yale mabaya, unayabadilisha. Inakukomalisha, unakuwa mtu mwingine. Kofu unakujia. Haleluya. Hayo mengine ni kazi ya Mungu. Ghafla unashtukia unakuwa mtu mwingine. Ni kazi.
Sipendi kuikataa neema ya Mungu. Sipendi kuikataa neema ya Mungu. Sipendi kuikataa neema ya Mungu kama mtu, yani kwanza kuikataa neema ya Mungu. Mimi siwezi nikikataa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni nini? Neema ya Mungu ni jinsi Yesu Kristo alikufa msalabani naye akatoa maisha yake kwa ajili ya ukombozi wako. Unabidi umwamini. Usipomwamini Mungu, usipomwamini Yesu Kristo au uingie katika ufalme wa Mungu. Hiyo kwanza ni sharti. Haleluya. Unabidi umwamini Yesu Kristo. Usipomwamini Yesu hauwezi ukaingia katika ufalme wa Mungu. Je moet eerst Jezus geloven. Als je Jezus niet geloven, je gaat nooit in het koninkrijk van God. Je kan niet binnen. Je kan niet in. Kwa maana kumwamini Yesu ni mfumo wote wa wokovu wako. Anayemwamini Yesu hawezi akaiba, hawezi akaua, hawezi akatukana, hawezi sema matusi. Kumwamini Yesu ni somo kubwa na upana mrefu. Tunaweza kuhubiri hapa hadi siku hata 50 tunahubiri. Nakwambia ni kweli. Unabidi umwamini Yesu. Nawaambia, usipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unabidi ukiri. Sio yeye ukiri kukinywa hivi tu. Sio yeye kukiri mko naenda kwa makanisa, mnaenda mnashuka mnarudi mnaenda. Sio hiyo. Sio hiyo. Ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, umeokolewa. Sio hiyo kusema kama kisi ninavyosema hapa hivi tu. Hiyo ni mahubiri mapana sana. Tukihubiria hapa sasa hivi hadi kesho unahubiria hiyo. Hiyo neno tu. Neema ya Mungu. Yesu Kristo alikufa msalabani. Hiyo ni neema. Kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni neema. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu ili tupate kuurithi ufalme wa Mungu. Tumekombolewa sisi na damu ya Yesu. Kwa sababu kama hukumwamini Yesu Kristo, alafu unafikiria kwamba ukiushika sheria eti utaingia mbinguni. Unadanganywa bure. Wafarisayo walishika sheria, walifika wapi? Sheria. Unabidi umwamini Yesu. Hauwezi ukaokolewa kwa sababu ya sheria. Kwa maana watu wanaamini sheria lakini hawaamini Yesu. Wazungu. Kama mnaona nchi za wazungu zinaendelea hivi ni kwa sababu wanashika sheria. Lakini hawampendi Yesu. Kama hizo nchi mnaziona, hizo zote nchi za wazungu mnaziona, kama mnaona ziko paka hivi wanashika sheria. Kuna sheria msiibe. Sheria ziko, usiibe. Hauruhusiwi kutembea uchi pale eti sijue siseme unafanya mambo ya zina pale vile live. Wanashika sheria hivyo. Kuiba mali za nchi hairuhusiwi. Wanashika sheria ya kugawiana mali. Ndio Mungu anataka. Kusaidiana. Lakini watu wanajitia zote binafsi. Kama na wazungu ni kwa sababu wanashika sheria. Bible. Walisoma Bible wakashika sheria. Lakini uhai wakaacha. Haleluya Bwana. Sasa hao watu hawampendi Yesu. Ndio unafikiria utaingia mbinguni kwa sababu unaishika sheria? Basi kufa Yesu Kristo ilikuwa inaenda bure.
Lakini kwa kuwa yeye Yesu anaweza yote, mkuu wa yote, sote tumekuwa wana wa Mungu. Pazia ikapasuka, injili ikatambaa duniani. Anayoamini ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Roho wa Mungu alimfufua katika wafu, ameokolewa. Njoo neema hiyo, sio hii ya masheria. Wanaoshika sheria tena haibo tena ndio wanafanya vitu vibaya. Unabidi ukamilike. Ukamilike. Na utakatifu. Ukifuata sheria, huku mimi sizini, lakini wewe huku unahiba. What is that? Nini hiyo? Kwani hiyo ndio sheria tutafuata? Hakuna mtu anayokamilika katika uso wa nchi. Yote ni kwa ajili ya neema ya Yesu. Unabidi uamini Yesu, ndio unakuwa umekamilika. Pasipo hapo hakuna lolote. Kwa hiyo wana wa Mungu, kama mtu ufanywe mwadilifu kwa ajili ya sheria, basi Kristo alikuwa amekufa bure. Haleluya Bwana, haleluya Mungu Mwenyezi. Tufuate Yesu Kristo wana wa Mungu. Maisha ni mafupi sana. Mafupi. Maisha ni mafupi. Angalia gisi mwaka huu umeelekea, unaenda mwisho. Wa mwaka huu wanaanza kufariki duniani, mwenyewe mnajua. Watu wanakufa kibao. Vita. Watu wanakufa kiolela. Tanzania maandamano huko, watu wamekufa sana. Kenya, Kongo, sijue wapi, inchi zote Afrika, duniani mzima, watu wanazidi kufa duniani. Jiulize katika siku ya leo, kwa nini wewe unaishi bado? Kwa nini unaishi katika siku ya leo? Kwa nini unaiona jioni ya leo? Kwa nini umeiona? Nao wale wamekufa duniani. Unawazidi kitu gani? Pengine wewe unafanya dhambi sana kuwazidi wao. Kule kulikuwa ni wateule wa Mungu wamekufa duniani. Lakini wewe mkunya bangi, mkunya sigara, mbea, mvurugaji, fanya vurugo, makelele tu, kubatu, kutokuwa na heshima na adabu. Unaishi. Kwa nini unaishi na akili yako ya hivyo? Kwa nini unaishi bado? Unabidi ujiulize. Kosaji wa adabu unaishi. Lakini watu wasiokuwa na hatia wanaompenda Mungu wanazidi kufa duniani. Ujiulize, kwa sababu Mungu anapenda wenye dhambi. Na ndio maana Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi, ili wote waurithi ufalme wa Mungu. Mungu ni mwenye upendo, anajaa huruma sana. Ndio maana anakuacha uishi, ili usogelee toba ya kweli, upate kuokoka. Kuokoka ni kuachana na dunia hii. Ndio kuokoka. Ndio kuwa ndani ya Yesu. Ndio Yesu anaishi ndani yako. Wana wa Mungu, mahubiri haya tukipenda kuyahubiri tunaweza fika hata siku 3 tunahubiri hapa. Kwa ajili ya maandiko haya, ni maandiko makubwa, ni uhai. Injili ni uhai, wana wa Mungu. Uhai ni mbegu la Mungu. Unayahitaji katika roho na mwili wako, ili upate kujengeka. Mwili wa Yesu nao ujengeke ndani yako. Ufalme wa Mungu nao ujengeke ndani yako. Hauwezi ukaujenga unataka kufa wewe. Hauwezi ukafanya
Hauwezi ukafanya kosa kama hiyo. Ukule bata duniani, ufanye kila kitu, alafu ukose ufalme wa Mungu. Wewe mwanadamu. Garanti. Uzima wa milele. Usipopata uzima, fanya chini juu. Rizi ufalme wa Mungu. Chini juu wana wa Mungu. Fanya chini juu. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Unaweza yote Mungu. Fanya chini juu. Upate uzima wa milele. Usipopata uzima wa milele, itakuwa ni vibaya sana wana wa Mungu. Uzima wa milele. Fanya chini juu upata uzima. Usipopata uzima wa milele, itakuwa ni vibaya mno mwana wa Mungu. Ni vibaya. Pata uzima wa milele. Ninakuambia, pata uzima wa milele. Sote tutakufa duniani. Uwe ni tajiri, uwe ni maskini, utakufa duniani. Uwe mcha Mungu, usiokuwa mcha Mungu, utakufa duniani. Lakini tofauti ni imani na matumaini. Pale utapokwenda, imani ni Yesu Kristo. Imani ni yeye Bwana wa mabwana. Imani ni Yesu Kristo wa Nazareti. Pale ndo panapo matumaini na wokovu wako. Pasipo Yesu Kristo, ukifa duniani utaenda wapi? Maisha yako ya milele. Uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo. Usipopata uzima wa milele, ujidanganye, uombe, ufanye nini? Usipokuwa na uzima wa milele, ni bure sana. Uzima wa milele wana wa Mungu. Pata uzima wa milele. Ufe maskini, ingia katika ufalme wa Mungu. Uwe kiwete, usipokuwa na macho, uwe kipofu, uingie katika ufalme wa Mungu. Palipo wewe uwe vizuri na mali na fedha, usiingie katika ufalme wa Mungu. Itakuwa ni huzuni mno. Ingia katika ufalme wa Mungu. Nao haulipe hela, nao hauchaji chochote. Yeye Mungu anataka hivi. Wewe moyo wako umrudilie yeye. Yeye anataka zabihu za moyoni. Ndani ya moyo wako uokoke na kumsifu yeye, upate kuwa wake. Ndio Yesu anataka. Sijui nini, masadaka, nini na nini. Sadaka inayokuwa hai, sadaka ya kweli ni kumpenda Yesu. Sadaka ya kwanza, penda Yesu. Tatoa masadaka hadi unachoka, na zitakuliwa bure, mbinguni ufiki. Hekalu, wewe hujui kama wewe ni hekalu ya Mungu. Yesu Kristo ajali na masadaka yako yeye. Sijui utoe nini, nini. Yesu Kristo yeye anataka ubadilike. Utatoa masadaka nayo italiwa italiwa. Utatoa na manyumba utatoa. Haimaanishi utafungua mbingu wewe. Hauwezi ukatoboa. Utatoa masadaka hadi unahewa. Unabaki hadi maskini. Unatoa unadhani ya kwamba Mungu hahitaji hivyo. Umpende kwanza Yesu, alafu hayo mengine yatakuja baadaye. Unabidi kamilika kwanza. Unatoa sadaka, kesho unaanza kutukanana. Unatoa sadaka, kesho mwagomvi, kutukana nini, umbea. Kweli unadhania Mungu ni mzaa wewe? Ninawaambieni, Mungu, msicheze na Mungu. Mungu sio wa kucheza naye. Ujiulize kumbukumbu zako. Ungali katika tumbo la mama yako, ulikuwa unajua ulipokuwa wewe? Kumbukumbu zako ziko wapi? Hivyo unaweza nikamwambia wewe, unaweza kujitambua wakati ungali kitumbo la mama yako? Unaweza ukajitambua ulikuwa wapi? Utasema nilikuwa tumbo yake. Sasa ulikuwa unajitambua? Ndio maana mwanadamu si kitu mbele za Mungu. Si kitu. Mungu ni mwenye huruma, anajaa upendo wa Mungu. Mungu ni mkuu wa Mungu. Lakini anakuambia bado wewe haujafahamika.
Macho yake ya Bwana yalikuona wewe. Haleluya. Unaweza yote Mungu. Alikuona wewe. Kwa kuwa alikuona. Unaweza Yesu. Bwana Yesu. Tumaini. Na tumaini ya Mwokozi Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye ni faraja, anipenda mimi kila siku. Mimi natumaini ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Bwana ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Na fadhili zako ni za milele, ewe Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa yote katika jioni ya leo. Angalia Bwana Yesu, tulianza na wewe na hivi tunamaliza na wewe. Angalia tunatafarakana. Kila mtu anatahenda kila mahali anapokwenda. Ewe Bwana Yesu, yote tulioyanena hapa na kujifunza basi yaikae katika moyo wetu. Ewe Bwana Yesu Kristo, tunapoenda makasokoni na barabarani, tunaomba uwepo wako utangulie mbele. Utufarakanishe na malango yote ya mauti. Utufarakanishe na nguvu zote za giza. Tunakemea nguvu zote za giza. Tunakemea nguvu zote za giza. Bwana, tunaomba amani na usalama wako. Malaika wa upanga nao waikae mbele yetu na nyuma yetu, kushoto na kuuma kwetu. Ewe Bwana unayeweza yote. Pasipo wewe hatuwezi tukawepo hapa duniani. Pasipo wewe hatuwezi lolote. Msaada na usalama utoka kwa Bwana. Basi tunaomba yote ni katika jina la Yesu, uliye Bwana na Mwokozi. Amen. Wana wa Mungu, ninawatakieni amani na amani ya Yesu Kristo iwe pamoja na nyinyi nyote. Amen.